Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Radio Mwangaza na Mwangaza Digital. Ni sherehe ya Pentekoste. Karibu tuweze kusikiliza tafakari ya sherehe ya Pentekoste. Pentekoste ni tukio muhimu katika kalenda ya Kikristo, ambalo inaadhimishwa siku 50 baada ya sherehe ya Pasaka. Ni wakati ambapo Wakristo hasa wa madhehebu ya Kikatoliki na hata wale ambao ni wa Protestanti wanakumbuka kumiminika, yani ujazo wa Roho Mtakatifu juu ya mitume. Historia ya hii sherehe ya Pentekoste katika Biblia. Tuanze na Agano la Kale. Kulikuwa na sherehe 3 muhimu katika dini ya Kiyahudi ambazo kila Myahudi ambaye alikuwa anaishi eneo ambalo lina umbali wa maili 20 kutoka Yerusalemu alilazimika kisheria kuja Yerusalemu kwa ajili ya sherehe ya Pasaka, Pentekoste na sikukuu ya vibanda. Hivyo basi, Pentekoste inasimama kwa jina la 50 ambalo imetokana na neno la Kigiriki 50 ambalo ni sikukuu ya majuma, yani majuma matano kuanzia kipindi kile cha Pasaka mpaka siku hii ya Pentekoste. Iliitwa hivyo kwa sababu iliangukia siku ya 50, yani baada ya Pasaka. Tunafahamu katika Biblia takatifu kwamba Pasaka iliangukia katika mwezi wa Aprili katika Agano la Kale. Hivyo basi Pentekoste ikajikuta kwamba imeangukia mwanzoni kabisa mwa mwezi Juni. Na kufikia wakati huo wa mwezi Juni kule katika nchi ile ya Wayahudi, yani Israeli, kikawa ndio kipindi cha mavuno. Kwa hiyo Pentekoste ilikuwa ndio wanafanya sherehe ya mavuno ya mwanzo. Mavuno ya mwanzo. Na ndio maana walipokuwa wanaenda kanisani au katika lile hekalu, walipeleka mavuno yale ya kwanza, wakawa wanapeleka kule kwenye lile hekalu kwamba Mwenyezi Mungu tunakushukuru. Na utakuja kuona baadaye kwamba Pentekoste ni mavuno ya mwanzo, na baadaye utakuja kuona mavuno ya mwanzo ya kanisa linapoanza katika Agano Jipya. Siku ya Pentekoste yenyewe katika hicho kipindi cha Agano Jipya, tunaona kwamba Pentekoste inahusishwa na kutimia kwa ile ahadi ya Yesu Kristo ambaye aliwaambia wale mitume wake kabla hajapaa kwenda mbinguni kwamba mkakae Yerusalemu, mvikwe uweza, kaeni mkiwa mnasali, mvikwe uweza kutoka juu. Na mara kwa mara alikuwa anawaambia kwamba ninaenda kwa Baba, nitaenda kuwaletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, Parakletos, ambaye atakaa pamoja na ninyi. Kwa hiyo Pentekoste ni utimilifu wa zile ahadi za Yesu Kristo mwenyewe ambazo alikuwa amezitoa kwa wafuasi wake. Na mitume walimhitaji Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile kazi ambayo Yesu Kristo aliwaambia, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu mpaka Samaria na dunia yote, ili waweze kuwa mashahidi wa Bwana wetu Yesu Kristo, mitume walihitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa katika habari ya kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, siku ya Pentekoste yenyewe mambo gani yalitokea? Tokea mwanzo wa kanisa na hadi sasa, siku hiyo ya Pentekoste wakiwa wamekaa ndani, wamejifungia, mitume walikuwa wanasali, ghafla ukaja upepo, uvumi kutoka mbinguni ukaijaza ile nyumba waliokuwamo, na baadaye zikatokea ndimi za moto kwa kila mmoja alikuwepo pale. Ghafla wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali. Katika kuweza kunena kwa lugha mbalimbali ilikuwa ni hivi: waliokuwa mle ndani asilimia kubwa walikuwa ni mitume wa Yesu Kristo waliokuwa kutoka maeneo ya Galilaya, na watu wengine wachache ambao walikuwa pale Yerusalemu. Walipoanza kunena,
kwa sababu Yerusalemu ilikuwa imejaa watu wengi sana kutoka maeneo mbalimbali, kwa sababu ilikuwa ni sherehe. Wakajikuta watu kutoka maeneo ya Mesopotamia, ambayo sasa hivi ni nchi ya Iraki, wanawasikia hawa wakitamka maneno kupitia lugha ya watu wa Iraki. Watu wengine kutoka bara la Asia, Wahindi, wakashangaa wanazungumza lugha ya Wahindi, watu ambao ni Waarabu. Watu ambao ni Waarabu wakasikia pia hao wazee wanatamka lugha yao. Ndipo wakasema matendo makuu ya Mwenyezi Mungu haya. Kwa hiyo ujio wa Roho Mtakatifu haukuwa wa bahati mbaya, kwamba mara nyingi sana katika matukio ya Biblia takatifu yanazungumza kwamba Roho Mtakatifu alishakuwepo. Na Roho Mtakatifu katika hii Pentekoste sio ndo alikuwa ameshuka kwa mara ya kwanza. Naomba hilo tuweze kuelewana sana. Sio kwamba Roho Mtakatifu alikuwa haipo duniani. Katika Biblia takatifu inazungumza katika Agano la Kale kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo wakati wa uumbaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 2 kwamba Roho wa Mungu alikuwa amekaa juu ya maji. Na baadaye pia Roho Mtakatifu alikuwepo katika nyakati mbalimbali kwa viongozi waliokuwa wanaongoza serikali ya wana wa Israeli. Kwa mfano, siku ambapo nabii Samueli alitumwa na Mwenyezi Mungu aende kwa Sauli, akampaka mafuta, na baadaye pia akampaka mafuta Daudi. Tunapata katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 10 aya 6. Samueli alivyompaka Daudi mafuta, Roho wa Bwana akashuka juu yake. Mkono wa Bwana ukawa juu yake. Ndio maana kuna sehemu tunasikia, nimemkuta Daudi mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta ili mkono wangu uweze kuwa juu yake. Na hawa walijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alianza kufanya kazi kwa Daudi. Roho Mtakatifu pia alifanya kazi kwa nabii Isaya. Roho Mtakatifu pia alifanya kazi pia hata kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanamhitaji Roho Mtakatifu. Alifanya kazi na namna gani? Ya kwanza, Roho Mtakatifu anapokuja anafanya kazi ya uumbaji. Ndio maana mara kwa mara tumekuwa tukisema umlete Roho Mtakatifu, vitaumbwa upya na nchi itageuka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yupo katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Kwa Roho Mtakatifu ana kazi ya kuweza kuwaongoza viongozi. Kama vile Mfalme Daudi alikuwa ana nguvu ya Roho Mtakatifu, aliweza kuwaongoza wana wa Israeli kwa muda wa miaka 40. Vile vile pia Roho Mtakatifu ndio anayewaongoza viongozi mbalimbali. Roho Mtakatifu ndio anayemuongoza Baba Mtakatifu, anaongoza maaskofu, anaongoza pia mapadri, na katika maeneo mbalimbali katika kuhakikisha kwamba hawa watu wanaoongoza kwa ndoa Mwenyezi Mungu waweze kufika kule wanakopaswa. Roho Mtakatifu yeye ndio anayetoa hekima na yeye ndio anayetoa maarifa. Ndio maana utakuja kumshangaa sana kwamba katika mojawapo ya mapaji ya Roho Mtakatifu ambao ni hekima, akili, shauri, nguvu, ibada, shauri, vyote hivi vinatokana na Roho Mtakatifu. Yeye ndio anayekuja kwetu kutupatia maarifa mbalimbali. Hata katika kitabu cha Kutoka sura ya 31, Roho Mtakatifu yeye aliweza kumjaza Bezaleli na Oholiabu, wakawa na maarifa wakaweza kulijenga hekalu la Mwenyezi Mungu. Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia kutangaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Katika nabii Isaya sura ya 6 aya ya 1, nabii Isaya anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubirie maskini habari njema. Hii inaonyesha jinsi Roho Mtakatifu anavyoweza kutupatia nguvu kupitia manabii wa kuweza kutangaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Roho Mtakatifu ana kazi ya kuponya. Yeye ndio mponyaji. Katika Luka sura ya 4 aya 18, Yesu anasema kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyempatia nguvu za kuweza kuponya wagonjwa na kuwaachilia wale waliokuwa wamefungwa. Hasa yote hii inaonyesha kwamba huduma ya Yesu Kristo iliwezeshwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye pia anayetupatia nguvu ya kuweza kumshuhudia Yesu Kristo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 31,
wale wafuasi wa Yesu waliokuwa wamekusanyika kuweza kuomba walijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu na wakapata ujasiri wa kuweza kuhubiri na Mwenyezi Mungu kwa uthabiti. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kuongoza. Tunaipata katika Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 26. Yesu anasema kwamba Roho Mtakatifu atawafundisha waumini mambo yote, na baadaye pia atawafanya waweze kukumbuka yale ambayo walikuwa wamefundishwa na Yesu Kristo. Pia mojawapo ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kushuhudia nguvu ya wokovu. Kama Paulo anavyozungumza katika barua yake ile ya Warumi sura ya 8 aya 26 mpaka 27, anasema kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Yaani hatuwezi kujua namna ya kuweza kuomba, yeye ndio anayetuombea. Tunapoanguka katika dhambi, Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia. Na kweli mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaweza kugundua jambo hili. Unapoanguka katika dhambi, kuna sauti fulani unasikia ndani mwako inaongea na mimi, inaongea na wewe kwa upole sana kwamba unaanguka katika swala zima la dhambi. Huyo ni Roho Mtakatifu ndio anayetukumbusha. Sasa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ndio tunapata habari zote vile Roho Mtakatifu alivyoweza kufanya kazi, alivyoweza kuongoza lile kanisa la mwanzo. Na ndio maana sasa tunaamua pia kufanya hii sherehe, yani umuhimu wa hii sherehe ya Pentekoste. Kwa nini tunafanya hii sherehe? Kwa sababu ya kile ambacho wenzetu kanisa la mwanzo katika kitabu cha Matendo ya Mitume waliweza kupata. Roho Mtakatifu alimsaidia Filipo kuweza kuwasiliana na yule towashi, akaweza kumbatiza. Roho Mtakatifu aliweza kuwasaidia Paulo na Barnaba wakatengwa kwa kazi ile ya kuweza kupeleka Injili. Ndio maana hadi leo hii tunamhitaji Roho Mtakatifu ili watu waweze kutambua Mwenyezi Mungu ametuleta duniani kwa kusudi gani. Kuna watu wengine wametengwa na Mwenyezi Mungu, wamewekwa wakfu na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Hasa hawa huwa wanatengwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio maana wanawekewa mikono. Hivyo basi katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambayo tumezungumza wazi kabisa kwamba imetusaidia, tumeona kanisa lilivyokuwa linafanya kazi, lilivyoweza kushamili mpaka maeneo mbalimbali. Haya yote yanatupelekea sana kuweza kwamba hii sherehe ya Pentekoste ni sherehe yenye nguvu ambayo imejaa nguvu ya Roho Mtakatifu na ina ujumbe mkubwa sana kwetu. Ujumbe wa kwanza, Pentekoste ndio inaonyesha mwanzo wa kanisa. Narudia tena. Pentekoste inaonyesha kuzaliwa kwa kanisa. Siku ya leo ya Pentekoste ndio siku ambapo kanisa limezaliwa. Tulishangilia sana kanisa. Sana. Na tumheshimu sana Roho Mtakatifu ambaye yeye ndio amelifanya kanisa hili liweze kuwa jinsi lilivyo kwa muda wa miaka 2025. Na katika uwepo wa Roho Mtakatifu kanisa lilivyokuwa limezaliwa, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuna kitu cha siri sana ambacho kilifanyika. Mwanzoni kabisa mwa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyeshuhudia kuzaliwa kwa Yesu Kristo alikuwa ni Bikira Maria, mama wa Mwenyezi Mungu. Na baadaye pia katika kundi lile la mitume ambao walikuwa idadi mitume na wanafunzi walikuwa 120 kwenye kile chumba cha juu walikuwa wamekaa wakiwa nasali, Mama Maria alikuwepo. Akashuhudia pia kuzaliwa kwa kanisa. Kwa hiyo Mama Maria anashuhudia kanisa lilikuwa linazaliwa. Na ndio maana Bikira Maria anaitwa mama wa kanisa, kwa sababu alishuhudia kanisa lilikuwa linazaliwa siku hiyo. Yaani Roho Mtakatifu alikuwa ameshuka siku hiyo, na yeye mwenyewe pia alikuwa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Maadhimisho ya leo ya Pentekoste yanaadhimishwa katika madhehebu yote duniani ya Kikristo. Na kwa sababu yanaadhimishwa katika madhehebu yote ya Kikristo, vile vile pia sisi tunaadhimisha sherehe hiyo ya kwanza kutimiza ahadi ya Yesu Kristo, kwamba Roho Mtakatifu ametumwa kama ahadi ya Yesu Kristo kuja kwetu sisi wanafunzi, kwamba yeye anaenda kule mbinguni, anaenda kutuandalia makao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ndio anayetupatia msaada katika safari ya maisha yetu. Ya pili, Roho Mtakatifu ndio anatupatia nguvu katika nyakati hizi. Kwa hiyo tunaadhimisha ili tuweze kupata nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama mitume walipokuwa wamejazwa uwezo wa Roho Mtakatifu, wakaanza kuzungumza kwa lugha mbalimbali,
walisaidiwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Baadaye Roho Mtakatifu anawapatia pia uwezo wa kuweza kuwa mashuhuda na kuweza kueneza habari njema. Kueneza habari njema kwa watu mbalimbali kote duniani ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Baadaye Roho Mtakatifu anatufanya tuweze kuwa na ushirika wenyewe kwa wenyewe, kama kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia aya ya 44 hadi 48 inasema kwamba waumini wote baada ya kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu walikuwa katika hali ya umoja. Walishirikiana katika mali zao, walikuwa wakikua katika neno la Mwenyezi Mungu, wakiwa wanasali pamoja. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa sababu ya karama. Roho Mtakatifu anatupatia karama za kiroho sisi waumini ambazo ni muhimu sana katika ukuaji wetu. Baadaye Roho Mtakatifu anatupatia mabadiliko ya moyo na maisha. Roho Mtakatifu anatupatia uthibitisho wa imani, na baada ya maisha haya Roho Mtakatifu atatuongoza katika safari yetu kwenda kule mbinguni. Na alama moja hapo kwamba leo hii Roho Mtakatifu tunafanya maadhimisho ni mavazi. Koti, vitambaa kanisani ni jekundu. Vile vile pia mavazi watakayokuwa wamevaa mapadri ni mavazi mekundu, kuonyesha kwamba nini? Moto wa Roho Mtakatifu na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Aliyekuletea tafakari ni mimi Padri Sostenes Ndendia wa shirika la damu azizi ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.